Maisha ya Mwafrika, hasa mila na desturi za Mwafrika za kila siku zimebadilika baada ya ujio wa wakoloni. Wakoloni walipokuja barani Afrika walikuja na mitazamo ya kwao, hasa mila na desturi za kwao. Walipokuja bara la Afrika wakaona Waafrika wanaishi mila za kwao ambazo hawakupendezwa nazo. Ndio maana wakaamua watumie njia mbalimbali kuwabadilisha Waafrika ili wawe kama wao. Ndio maana ukiangalia maisha ya leo, Waafrika sasa Watanzania wenzangu, ukiangalia mienendo yao ya kila siku ni tofauti na Waafrika wa miaka 1990, 1980, 1970 na hata Waafrika waliokuwa wanaishi kabla ya uhuru wa Tanganyika wa 1961. Wakoloni walipokuja walikuja na shule ambao nazungumzia elimu pamoja na dini. Waliamua kuwabadilisha Waafrika wafuate misingi na desturi za kizungu au za kigeni kupitia dini pamoja na elimu. Watu weupe walipokuja Afrika waliletea dini pamoja na shule ili Waafrika wakane mila zao. Mpenzi msikilizaji, naomba uelewe na ujue misingi ya Kiafrika. Tulikotokea tulikuwa tunaamini nini, au tulikotokea tulikuwa tunafanya mambo gani? Ni jambo la kushangaza unapomwona kijana wa Kiafrika anakana mila za Kiafrika na kuabudu mila za kigeni ambazo babu zetu hawakuishi nazo. Wenzetu wazungu kupitia mila na desturi zao walituweza na walishinda kwa kiwango kikubwa sana zidi yetu. Kuziita mila zetu ni za kishetani na mila za kishenzi, na wengi wetu hadi saa hizi 90% Mwafrika ashakana mila za Kiafrika na hataki adumu nazo. Ni swali nikuulize wewe unayenisikiliza, unakubali kwenda kwa mganga wa kienyeji? Unakubali kuwa wake wengi? Unakubali kumlisi mke wa kakako au mdogo wako? Jibu wengi ni hapana. Kile kinachokufanya useme hapana ni kwa sababu ya fikra za mzungu alizokupatia kupitia shule pamoja na dini. Hata dini au maandiko 100% yanakataa kuwa na mke zaidi ya mmoja isipokuwa Waislamu. Lakini ukiangalia Mwafrika walikuwa wanaoa wake wengi. Waafrika walikuwa wanalisi mke aliyeachwa na marehemu, na maisha yalikuwa yanaenda vizuri tu, na kila jambo lilikuwa linaenda vizuri tu. Lakini leo tunaona ni mambo ya kishetani. Waafrika walikuwa wanaenda kwa waganga wa kienyeji kutatua mambo yao na kufanya mambo yao yaende vizuri, na walikuwa wanafanikiwa kweli kweli. Lakini leo tunaita ni mambo ya kishetani. Ni jambo la kujiuliza, pia ni jambo la kujua zaidi. Kama wewe ni Mwafrika, utafakari na uweze kujua
nini babu zetu walikuwa wanafanya na walifanikiwa kwa kiwango gani, na ulinganishe mambo ya kileo, unafanikiwa kwa kiwango gani au jamii yako inafanikiwa kwa kiwango gani. Kwa maisha leo, baada ya mzungu kushinda mbinu zake kwa kumpa Mwafrika awe kama mzungu, isipokuwa utofauti wao ni rangi tu. Sisi ni weusi, wao ni weupe, lakini kifikra tuko sambamba. Ni wewe sasa uweze kutukuza ya Waafrika ya babu zetu au uweze kutukuza ya wazungu. Ila mimi Teacher Karigo Doto Njige nimeweza kukufungulia tu uweze kuyajua hayo kwa ufupi zaidi. Ndio hayo babu zetu walikuwa wanayafanya. Mengine nitakuletea siku nyingine. Naomba niishie hapo. Asante.